Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV, bila shaka ubuheri wa afya popote pale ulipo. Niukaribishe katika jahazi la wiki siku hii ya leo. Hapa ndipo fursa pekee kuweza kufahamu zile habari za kitaifa pamoja na zile za kimataifa ambazo zimejiri katika juma zima hili, bila kusahau nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Katika hayo na mengine mengi, nahodha kwa siku hii ya leo ni mimi Zuberi Mgaya, nitakupitisha katika yote na yote hayo. Karibu, tulia, habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu, kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia, habarika. Naam, karibu sasa mtazamaji wa Mahasin TV, tulianze jahazi la wiki kwa habari za kitaifa, tukianzia huko jijini Dar es Salaam. Wakati ambao mahujaji kutoka nchi mbalimbali duniani wakiendelea kuwasili katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya hija, Waislamu hapa nchini Tanzania wamehimizwa kuanza kujiandaa kwa ajili ya hija mwakani hijiria 1448 insha Allah. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu nchini Sheikh Abdallah Ndauga akiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, akiongoza baadhi ya mahujaji walioelekea kutekeleza ibada ya hija. Sheikh Ndauga amesema ingawa idadi ya mahujaji wanaotoka Tanzania kuongezeka kwa mwaka kulinganisha na mwaka jana, lakini bado juhudi inahitajika kufikia idadi ya mahujaji inayopewa nchi ya Tanzania. Ibada hii imepanda kwa mujibu wa jumla. Mwaka jana ilikuwa kama 3 na kidogo, lakini mwaka huu idadi kuu ina takriban kwenye 4 milioni. Kwa hiyo kuna juhudi kidogo au kuna namna fulani ya ufahamu wa watu ibada ya hija, kiasi cha watu kama 500,000 watu 500 au 400 nao wameongezeka katika idadi ya mwaka huu. Kwa hiyo tunataraji inshallah ile idadi ambayo huwa tunapewa wa Tanzania kule baada ya miaka 2 itatimia inshallah, lakini watu wawe na juhudi na watu waanze maandalizi hivi sasa hija inayokuja inshallah. Aidha, Sheikh Ndauga amewahimiza Waislamu ambao hawajaelekea kutekeleza ibada ya hija kutumia vizuri fursa ya siku 10 za mwezi huu wa Dhulhijja ili kunufaika na kheri, rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wote waliobakia ambao hawajatarajiwa kwenda Maka kuhiji wana nafasi kubwa sana ya kufanya ibada mbalimbali za khairati mbalimbali, sadaka, saumu, kheri zote zile, kutoa wakfu, kutoa amali yoyote nzuri katika masiku hayo. Bado fadhila zake ni kubwa kweli kweli, fadhila zake ni bora kabisa. Huu ni usia wangu mimi, ninautoa kwa moyo kabisa mkunjufu kwamba tusipuuze masiku haya, ni muhimu sana. Allah ametupatia kila mmoja nafasi ya kuchukua kheri za Mwenyezi Mungu, na kheri za Mwenyezi Mungu ni pana na fadhila zake ni pana. Nao kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa taasisi zinazosafirisha mahujaji pamoja na mahujaji wanaotarajiwa wamewaomba Watanzania kuendelea kuiombea nchi amani.
Alhamdulillah, taasisi ziko vizuri na tayari zimeanza safari. Inshallah tutamwombea mama yetu, kiongozi wetu, Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Allah amfanyie wepesi katika uongozi wake na ampe afya njema katika kuongoza inshallah. Ibada ya hija inawezekana. Kila mtu anaweza kwa namna yake, lakini kuna vibubu sisi tumeweka. Kama unaweka vibubu kwa ajili ya upatu, basi tunaweka vibubu kwa ajili ya haji, na inawezekana ukiweka kidogo kidogo huku ukimwomba Allah dua, na biidhnillahi Allah atatuita. Mwaka jana lilikwenda umra kundi la kina mama 50 ambao waliwekeza kwa mwaka mmoja. Yaani Januari, Februari mpaka Disemba lilienda kundi la kina mama 50 umra, ambalo baadhi yao mwaka huu tunakwenda nao hija. Kwa michezo ya hija, michezo ya umra pia ipo, sio vikoba tu vya mambo mengine. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameagiza kufanyika tathmini maalum kwa watumishi wa sekta ya ardhi halmashauri ya jiji la Mwanza ili kubaini wenye uwezo wa kusaidia kutatua changamoto za migogoro ya ardhi ambao wataendelea kusalia katika idara hiyo. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. RC Mtanda amesema hayo wakati akizungumza katika mkutano wa kusikiliza kero za wananchi wa mtaa wa Nganza, kata Luchelele, jijini Mwanza, akisema idadi kubwa ya watumishi katika sekta hiyo inapunguza ufanisi na nidhamu ya kazi. Ofisi ya ardhi wako watumishi wengi ambao wanajitolea, na mimi msimamo wangu ni kwamba lazima tuwe na orodha ya watu wachache ambao watasaidia serikali kumaliza migogoro ya ardhi, na wala sio kuwa na kikundi kikubwa cha watu lakini bado changamoto ya ardhi iko pale. Tunao watumishi 25 ofisi ya ardhi, si ndio? Lakini tunao wa kujitolea zaidi ya 45, lakini sielewi wanalipwa na nani. Sasa wakati mwingine watu wa namna hii ndio ambao wanakusanya senti za watu, wakiwaambia mimi ni afisa wa ardhi pale jijini, njoo nitakupa hati, na mnaandika barua juu ya barua kwa niaba ya mkurugenzi. Sasa discipline inaondoka. Akitoa agizo la kufanyika tathmini hiyo, RC Mtanda amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza kupeleka orodha ya mahitaji ya watumishi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa ili kupatiwa kibali maalumu cha kupatiwa watumishi hao ili kuongeza ufanisi wa utendaji. Kwa hiyo nimeelekeza na wewe na kuelekeza tufanye tathmini juu ya watumishi wote wanaojitolea. Sasa mko 75. Tunataka wale 45 na zaidi wabaki watumishi wachache sana ambao wako kwenye kada zinazohitajika ambazo hatuna nazo pale halmashauri ya jiji. Nataka mkurugenzi wa halmashauri alete mahitajio yake. Anahitaji watu wa kada gani ambazo hazipo pale jijini, alafu ofisi yangu ndio itampa kibali. Katika hatua nyingine, RC Mtanda amewatoa hofu wananchi wanaolalamikia kutolipwa fidia zao na kusema kila mmoja atapatiwa haki yake anayostahili. Nataka niwahakikishie wale ambao wanastahili kulipwa fidia watalipwa fidia, na kama nilivyosema, wenye viti wa mitaa na ile orodha ya wanaotakiwa kulipwa fidia itakuwa imeshaandaliwa. Tutawaita pia na hao watu kwenye serikali zenu huko, wataalamu watakwenda, watahakiki, tafunguliwa akaunti, na tutakaa na mkurugenzi kupanga kila mtu anaanza kulipwa lini fidia yake. Nako huko mkoani Arusha, katibu tawala wa mkoa wa Arusha Daktari Toba Nguvila amepiga marufuku tabia ya baadhi ya wafanyabiashara kuvamia na kujenga vibanda vya biashara kuzunguka maeneo ya taasisi za serikali ikiwemo shule na vyuo, jambo ambalo ni kinyume na taratibu, hali inayopelekea usumbufu mkubwa kwa wanafunzi wanapokuwa shuleni. Tupate taarifa kamili. Ametoa marufuku hayo kufuatia malalamiko yaliyotolewa na walimu wa chuo cha ualimu elimu maalumu Patandi juu ya uvamizi na ujenzi wa vibanda vya biashara kuzunguka chuo hicho, ikiwemo vibanda vinavyouza pombe. Nimesikia uvamizi na ujenzi wa vibanda eneo la chuo cha elimu maalum Patandi. Sasa nitoe agizo, ni marufuku na haitakiwi kwenye eneo la taasisi za serikali watu kuvamia na kujenga vibanda kiholela,
hasa lile la Patandi na maeneo mengine yote kwenye mkoa wetu wa Arusha. Kwenye eneo lile la chuo cha elimu maalum ya Patandi waache mara moja. Aidha, amezitaka wakala za barabara TARURA na TANROADS kupitia maeneo hayo ambayo inasemekana ni hifadhi za barabara kwenye chuo hicho cha Patandi na kuona utaratibu wa kuwaondoa wafanyabiashara hao mara moja. Meneja wa TANROADS, meneja wa TARURA, mnalo jukumu la kusafisha maeneo yale ili kumpunguzia mzigo mkuu wa chuo cha Patandi. Eneo liwe safi kwa mara moja, sio kuchukua muda mrefu. Na yale maeneo kama hayo hayahitaji mjadala mrefu, hayahitaji mambo ya kisiasa. Ni eneo la shule. Hivyo unaweka kibanda cha baa eneo la shule, manake wanataka wale walimu na wanafunzi wawe walevi, si ndio? Sasa eneo la kutolea elimu unaweka vibanda vya pombe, unategemea nini? Kwa TARURA, TANROADS, safisheni pale ili taasisi ya serikali iwe sehemu salama. Katika hatua nyingine, RC Nguvila amezitaka taasisi zote za serikali mkoani humo kuhakikisha fedha zote zilizotengwa na serikali kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo zinatumika kikamilifu kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwenye miradi ya maendeleo, fedha za miradi ya maendeleo kwenye mkoa wetu wa Arusha zitumike ndani ya mwaka wa fedha husika. Ni marufuku ndani ya mkoa huu kuvuka na fedha za miradi ya maendeleo kwenda kwenye mwaka mwingine mpya wa fedha. Unapovuka na fedha ambazo zimetengwa kwa ajili ya maendeleo na serikali kuu au na serikali za mitaa, maana yake nini? Inathibitisha uwezo mdogo wa wakuu wako wa idara kuweza kusimamia miradi ya maendeleo. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, bado kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Hivi sasa tuelekea huko mkoani Singida. Zaidi ya walimu 200 wa madrasa na markazi mkoani Singida wameweka mikakati ya pamoja inayolenga kuinua ubora wa malezi kupitia elimu ya dini, kuhakikisha watoto wanapata mafundisho sahihi yanayoendana na mabadiliko ya dunia. Kutokea huko mkoani Singida, mwanahabari wetu Ramadhani Idi anaarifu zaidi. Semina ya siku 2 iliyowaleta pamoja walimu wa madrasa zaidi ya 200 kwa wakati mmoja imewapa nafasi ya kujifunza mbinu za ufundishaji ambazo ni nyenzo muhimu katika utoaji wa elimu ya dini. Tumeita walimu ambao takriban wako 214. Lengo la semina au la kuitwa huko walimu, tuje tujadili kwa pamoja na kuwapa mbinu elekezi na namna ya kuweza kufundisha kwenye madarisi zetu za dini. Tunatarajia kwamba tukitoka hapa, tukirudi kule vijijini mwetu, tutafundisha dini ipasavyo kwa njia rahisi na kwa namna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifundisha wanafunzi wake. Mategemeo yangu kwamba baada watu kutoka hapa watakuwa wametoka wapya, watafanya majukumu yao kwa weledi, kwa nguvu na kwa moyo, kwa sababu washapewa maelekezo ambayo yanatosha kwa kweli kuwapa nguvu ya kufanya majukumu haya. Katika hatua nyingine, walimu wamehimizwa kuwa na mpango kazi ulioandikwa na unaotekelezeka ili kuwaongoza katika utoaji wa mafunzo kwa namna ambayo malengo ya ufundishaji yatafikiwa. Wengi wetu hatuandiki malengo na wala hatuyafanyii kazi yale tunayotarajia kuyafanya kwa sababu hatujayaandika. Hilo pia tumewakumbusha walimu wote, kila mmoja awe na mpango kazi ili kusudi tuweze kufikia yale malengo ambayo tunayatarajia. Na haswa katika mipango kazi, si kufundisha tu, hata kazi zingine zinahitaji pia kuwe na mipango. Mimi kama mimi nimefaidika, nimepata maelekezo ambayo maelekezo hayo nafikiri kwamba kama tutazingatia vizuri, tutaweza kuleta mabadiliko katika ufundishaji wetu. Tunashukuru kwa hizi semina kufanyika hapa na tunaomba ziwe zinafanyika mara kwa mara kwa sababu zinamfanya walimu aweze kuboresha ufundishaji wake. Alhamdulillah, tunashukuru mashehe kutukusanya hapa kwa ajili ya pia kufahamiana, ni miongoni pia mwa malengo. Usia wangu kwa Waislamu wote waige hiki kinachofanywa na Waislamu wa Singida. Kinasaidia mno. Mwalimu kwa vijijini wasipopata muda wa kubrashiwa mara kwa mara kama hivi, anaweza asitekeleze majukumu yake ipasavyo. Kutoka hapa mkoani Singida,
Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Naam, shukrani sana Ramadhani Idi kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Mtazamaji, hivi sasa tuelekee huko mkoani Kigoma. Wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuwa na utaratibu wa kulipa kodi za ardhi kwa wakati kila mwaka ili kuepuka malimbikizo ya madeni yanaweza kusababisha usumbufu hapo baadaye. Rajab Shaban Matuga anatupasha zaidi. Wito huo umetolewa na afisa ardhi kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Kigoma Elias Mwazembe wakati akizungumzia zoezi la kliniki ya ardhi iliyofanyika katika stendi ya malori kata ya Murusi katika halmashauri ya mji Kasulu. Kodi ya pango la ardhi ni kodi ambayo kila mwananchi anatakiwa kulipa kila mwaka. Na kwa mujibu wa taratibu zetu, mwaka wa fedha unaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Kile inapoingia tarehe 1 mwezi wa 7, mwananchi anatakiwa alipe kodi yake kwa uhuru bila riba. Unapoingia mwaka mwingine tarehe 1 mwezi wa 1, mwaka unaofuata mwingine, mwananchi anaanza kulipa kodi pamoja na riba kwa maana malimbikizo. Sasa wito wetu mkubwa kwa wananchi ni kwamba swala la kulipa kodi ni swala la kisheria ambalo ni lazima mtu ulipe kodi. Na kodi zetu ni ndogo sana. Sema wakati mwingine wananchi wanalimbikiza madeni mengi, inashindwa kulipa kodi. Aidha, Mwazembe amebainisha lengo la kliniki hiyo ni pamoja na kusogeza huduma za ardhi karibu zaidi na wananchi pamoja na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kulipa kodi ya ardhi kwa wakati ili kuepuka malimbikizo. Lengo ni kwamba yapo maeneo ambayo mwananchi hawezi kuwa na nafasi ya kufika ofisini moja kwa moja. Lakini akisikia kuna zoezi ambalo linahusu ardhi kwenye eneo la wazi, ni rahisi kuja kuhudumiwa. Lakini pia mazoezi haya pia yanapunguza urasimu wa mwananchi kuhudumiwa. Wakati mwingine watu wanakwenda kwenye maofisi zetu huko, kuna kazi nyingi zinafanyika, muda wa kumhudumia mwananchi unakuwa ni mdogo. Sasa mahususi kabisa kwa kliniki hii hasa tulioanza kufanya hapa Kasulu ni kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kukusanya kodi ya pango la ardhi. Aidha, amesema kupitia kliniki hiyo masuala kadhaa yanayohusu ardhi yamepatiwa ufumbuzi, huku baadhi ya wananchi wakikiri kunufaika kwa kiasi kikubwa baada ya kupatiwa ufumbuzi wa changamoto mbalimbali za ardhi zilizokuwa zikiwakabili. Masuala mengine ya kisheria, yale masuala ya kisheria ambayo yameshafika mahakamani, sisi ni kuwashauri kuendelea taratibu za kisheria ili kufika mwafaka na kupata mtu ambaye atakuwa ni mshindi kwa jambo lake. Tangu tumeanza kliniki yetu mpaka sasa tumeshahudumia wananchi wenye matatizo mbalimbali. Wapo waliokuja kwa ajili ya kupata hati, wapo waliokuja kwa ajili ya migogoro, wapo waliokuja kwa ajili ya masuala ya kodi, wapo waliokuja kwa ajili ya kusahihisha kumbukumbu zao kwa maana ya kusajili majina kama yamekosewa. Mimi kilichonileta hapa ni mgogoro wa ardhi. Kwa hiyo hii kliniki ilipofika hapa nikawa nimeenda kule ardhi. Wakaniambia basi naweza nikaja hapa kuhudhuria hapa, naweza nikapata msaada zaidi. Nimefika hapa baada ya kupata tangazo kwamba kuna watu watafika kwa ajili ya udhibiti au kurasimisha viwanja ili kuweza kupewa hati iliyo kubwa. Mimi kilichonileta hapa nimekuja kwa ajili ya kuweza kupata hiyo hati kubwa, hati ya umiliki. Mimi kama mimi naona imenisaidia. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa taarifa hiyo ndio inatufanya kufika tamati ya Jahazi la Wiki kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu wetu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Jahazi la Wiki. Na kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani bado ni Jahazi la Wiki. Hivi sasa ni wasaa wa kuzifahamu zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu wetu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Thalathatu umur min sha'airil islami, mambo matatu ni katika matukufu ya Uislamu. Mambo matatu ni katika nembo na alama za Uislamu. Kwa ni vyema Muislamu ukayasikiliza vizuri mambo hayo matatu ili fikie mahala uweze kuyafanyia kazi. Nembo ya kwanza na tukufu la kwanza katika matukufu ya Uislamu
ni yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Wa huwa yaumun adhimun, na siku ya Arafa ni siku tukufu mno, na ni siku yenye ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya Arafa ina fadhila nyingi, ina utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa utukufu wa siku ya Arafa, anna Allaha akmala hadha ad-din fi yawmi Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii katika siku ya Arafa. Katika utaratibu wa kutekeleza Eid al-Adha ni kuvaa nguo nzuri kwa vigezo vya sheria, sio kwa vigezo vya dunia. Mal maksud, hii pointi maana yake nini? Kuna nguo sasa hivi ukiuliza unaweza kaambiwa hii nguo milioni, hii nguo hii ghali, lakini tukiileta katika dau sharia, mtazamo wa kisheria, sifron, haifai kutekelezea ibada. Usivai hiyo. Vaa nguo ambayo inastiri mwili wako, lakini pia waipenda. Hakadha min da'bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kufanya hivyo unaienzi hali, unaenzi mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muislamu, siku ya Eid kuwa na mabadiliko. Mtume alikuwa na mabadiliko siku ya Eid. Siku ya Ijumaa na mabadiliko, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mpaka Ijumaa huko hivyo hivyo, mpaka siku ya Eid huko hivyo hivyo. Hapana, mabadiliko yapatikane. Kwa hakika siku hizi 10 ambazo tunazo sasa hivi ndizo siku ambazo Allah alikamilisha dini ya Uislamu kwenye mkono wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikamilisha, sio Uislamu umeanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku katika siku hizo 10 hizi tunazozungumza, ilipofika ile ya 9 ambayo ni Arafa, Allah akashusha aya kukamilisha dini, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha hii dini yenu. Tangu huko ilikoanza, leo nimekamilisha. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu nyinyi neema yangu yote niliyoianza huko, inaendelea imetimu kwenu. Wa raditu lakumul islama dina, na nimeridhika kwenu huu Uislamu ambao ndio huo dini ya viumbe wote, nimeridhika uwe ndio mwendo wenu wa maisha. Hizi siku ndizo siku zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema hakuna siku ambazo al-amalu salihu fiha, matendo mema ndani ya siku hizo, ahabbu ila Allahi, yatapendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayyam, kushinda siku hizi. Hizi 10 hizi ni siku bora sana katika siku za dunia. Wanachuoni anasema wal adhimu la yaqsimu illa biadhimin, na mtukufu haapi isipokuwa kwa kitu kitukufu. Allah ni mtukufu na ameiapia siku 10, ameziapia siku 10 za Dhulhijja, na zenyewe pia zinakuwa ni siku tukufu. Na wale watakao compete katika siku hizo 10 zilizoapiwa na Allah wakatenda matendo mema, na wao wanakuwa watukufu. An-na'tu yatba'u al-man'utu, watu wa lugha wanasema sifa hupata kile kinachosifiwa. Sasa huko ni bahari ndefu, lakini sifa ya kwanza ya ubora wa siku hizi ni kwa sababu Allah ameziapia hizi siku, na kwa kuwa ameziapia, sisi hatuna budi kutekeleza yale yanayotakiwa kuyatekeleza. Jambo la pili, ibada kuu zimekusanyika ndani ya masiku haya 10. Ibada kuu ni zipi? As-sala, az-zaka, as-sawm, al-hajj, as-sadaqa, adh-dhikri, al-adhahi, vyote vimekusanyika ndani ya siku hizi 10. Ndugu zangu katika imani, hakuna ibada zinaweza kukutana kwa pamoja, zile ummahatul ibadat, zaidi ya siku hizi 10. Siku ya Arafa ni siku iliyokuwa bora, siku iliyokuwa bora sana. Angalia, Jabir bin Abdullah anatuhadithia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ma min yawmin afdalu inda Allahi min yawmi Arafa, hakuna siku iliyokuwa bora kwa Allah tabaraka wa taala min yawmi Arafa, zaidi ya siku ya Arafa. Kwa maana gani? Masiku 10 haya ni masiku 10 ya mwaka mzima, lakini siku ya Arafa peke yake ina ubora zaidi ya siku 9, zaidi ya siku 9 hizi za Dhulhijja, bali siku ya Arafa inazidi masiku yote ya mwaka kwa ubora. Angalia haya masiku 10 ndugu zanguni, yamebeba ubora wa kiasi gani? Acha yawe ni masiku 10 ambayo ni bora zaidi ya masiku 10 ya mwaka mzima. Mtume anasema ma min yawmin afdalu inda Allah min yawmi Arafa, hakuna siku iliyokuwa bora zaidi ya siku ya Arafa kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema inna safa wal marwa
Marwata, hakika Safa na Marwa, hii milima miwili, min sha'airillah, ni katika alama za kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajja albayta au i'tamara, yeyote yule atakayehiji katika nyumba takatifu au akafanya umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, basi ni juu yake kufanya tawaf katika Safa na Marwa. Waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim, na yeyote atakayejitolea zaidi ya hapo, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru na mwenye kutambua kile ambacho amekitolea. Ndugu zangu, familia ya Ibrahim ilifanikiwa kushinda katika mtihani huu mzito kwa sababu ya kuwa na yaqini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar alikuwa ni mwanamke mwenye imani na mwenye yaqini ya kumtambua na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndugu zangu, familia nyingi zinavunjika kwa sababu nyepesi kabisa, kwa sababu hatuna yaqini na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndoa zinavunjika kwa sababu ya kipato kikipungua tu nyumbani, basi wewe na mke wako hamuelewani, utafikiri kwamba wewe ndio unayetengeneza riziki. Hali imebadilika na yaqini ya kutambua uwepo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwamba Mwenyezi Mungu ndio Razzaq haipo tena. Ndugu zangu katika imani, tupo katika masiku bora katika masiku ya mwaka mzima. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa masiku haya kama alivyosema katika surati al-Fajr aya 2, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ash, na apa kwa alfajiri na naapa kwa masiku 10 ya Dhulhijja, masiku 10 ya mfungo 3. Siku hizi 10 ndugu zangu ni siku ambazo ndani yake unatakiwa mtu akithirishe mambo ya kheri, akithirishe amali njema, kwa sababu siku kama hizi amali njema ina nafasi kubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala na anaipenda sana. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, hakuna masiku ambayo amali njema inafanywa ndani ya masiku hiyo na ambayo amali hiyo inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, yani Allah anaipenda sana kuliko kufanya amali katika masiku 10 haya. Kwa neema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala tumeyadiriki masiku 10 yenye kheri zilizokuwa nyingi. Tunaishi ndani ya masiku hayo ambayo yana kheri kubwa, na hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mja, na inapasa mja kuishukuru neema hii. Ibadallah, katika masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo ni bora kuliko masiku mengine ya mwaka mzima, ndani ya masiku haya 10 kuna siku ambayo ni bora mno kuliko masiku 9 yaliyobaki, wa huwa yaumu Arafa, naye ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku bora kuliko masiku mengine 9 yaliyobaki, kwani ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiapia ndani ya Qur'an. Siku ya Arafa ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiapia ndani ya Qur'an, wal adhimin la yuqsimu illa bi'adhimin, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtu, hawezi kukiapia kitu isipokuwa kinachoapiwa kina utukufu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Malipo ya ibada ya saumu ya sunna ya siku ya Arafa, umuhimu wake ni kwamba yenyewe inakwenda kufanya kazi ya kufuta madhambi ya mwaka uliopita na kufuta madhambi ya mwaka unaofuata. Iktharu dhikri wa dua fi hadha al-yawm. Lakini jingine ambalo latakikana uwe ni mwenye kulijua na kujiandaa nalo, kithirisha sana dhikri, kithirisha sana kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mahitaji ambayo wewe unayataka kwake. Tafarraga ayuha al-abd wa ajil mashaghil ad-dunya, hakikisha unaweka muda kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na shughuli zako za dunia siku hiyo uzipumzishe. Liannaka la tadri satabqa baada hadha al-aam am la, kwa sababu wewe haujui, je, hii Arafa na uzito wake na kukubaliwa kwake dua kwa namna hii, je, wewe upo mwaka huu na mwakani pia utakuwepo? Kama haujui mwakani kuwa hautokuwepo, basi jitahidi sana kuyatekeleza haya ambayo tunayataja ya kukithirisha dua na kukithirisha adhkari mbalimbali kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa hayo angalau ni kwa uchache tu yamekumbushwa na makhatibu wetu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali, lakini katika mengi na mengi unaweza kuungana nasi pia katika kipindi chetu cha hutuba za Ijumaa ili kuweza kunufaika na mengi zaidi yaliyozungumzwa na makhatibu wetu kutoka huko katika mimbari za misikiti mbalimbali. Tunapata tena wasaa kwenda kupoza kwa sekunde chache, tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania katika juma zima hili. Mimi jina langu ni Zuberi Mgae. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na hivi sasa ni wasaa wa kuzifahamu zile habari mbalimbali ambazo zimejiri katika juma zima hili kwa upande wa habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 huku wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. WHO pia imethibitisha kisa kimoja kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, ulio umbali wa kiasi cha kilomita 1000 kutoka mashariki mwa nchi hiyo, mahala ambako visa vya kwanza viligunduliwa mapema wiki hii. Awali, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, Daktari Jean Kasea, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari. Kwa upande wake, mkuu wa WHO Tedros Adhanom amesema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura kwa afya ya umma duniani, bado haujafikia kiwango cha kulazimisha mataifa kufunga mipaka yao. Ebola iliyogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 husababishwa na virusi na dalili zake ni pamoja na ugonjwa wa kuvuja damu. Mtazamaji, tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi duniani. Azimio hilo linaunga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo limeridhiwa kwa kura 141 dhidi ya kura 8 za upinzani ulioongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Urusi, Israel, Iran, Saudi Arabia, Yemen, Liberia na Belarus. Azimio hilo linaupa nguvu ushauri wa kijaji uliotolewa na mahakama ya ICJ Julai mwaka jana 2025, ambao unasema ni wajibu chini ya sheria za kimataifa kwa mataifa duniani kupunguza matumizi ya nishati za visikuku na kushughulikia kadhia ya mabadiliko ya tabia nchi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameikaribisha kura iliyounga mkono azimio hilo, akisema linaongeza uzito wa msukumo wa kuwalinda watu dhidi ya janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa habari hizo za kimataifa ambazo zimejiri katika juma zima hili ndio zinazifanya mimi kufika tamati ya jahazi la wiki katika siku hii ya leo, ambapo wakati wote Zuberi Mga kupitisha uko katika upande wa habari za kitaifa ya kupitisha pia katika zile nasaha mbalimbali ambazo zimekumbushwa na makhatibu wetu kutoka katika mimbari za misikiti mbalimbali. Tukahitimisha na hizo habari za kimataifa. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia chaneli namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua Waislamu wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwa heri kwa sasa.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.